Kwa lazima uwe na uelewa. Sasa uelewa wa kwanza ni kama huu. Ametuambia katika Waefeso kwamba Mungu ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Na ukumbuke, ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili. Kama ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili, kwa sababu Waebrania 11 pale anasema mstari wa kwanza nafikiri na wa pili na wa tatu, anaongea kwamba vinavyoonekana vimeumbwa kutoka kwa visivyoonekana. Kwa hiyo visivyoonekana ni vikuu kuliko hivi ambavyo vinaonekana, kwa sababu hivi vinavyoonekana vimeumbwa kutoka kwenye visivyoonekana. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili. Kwa kama tumebarikiwa kwenye ulimwengu wa roho, maana yake tumebarikiwa kwenye higher realms, tumebarikiwa kwenye ulimwengu ambao ni bora kuliko ulimwengu tulionao. Kwa kazi tulionayo ni kudownload. Sasa ili udownload, cha kwanza lazima uwe na uelewa kwamba umebarikiwa. Kuna baraka zako za kiafya, kuna baraka zako za rohoni, kuna baraka zako za kifedha, kuna baraka zako za kila unachokitaka chini ya jua, kitaje kwa jina lake. Katika ulimwengu wa roho kule tayari kilishaachiliwa. Kazi ni wewe kukileta kwenye ulimwengu wa mwili. Anayenielewa sema amina. Anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, na hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Maanake hivi vinavyoonekana havikuumbwa kutokea kwenye vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo kumbe vitu visivyoonekana ni vikuu kuliko vitu vinavyoonekana. Anayenielewa aseme amina. Sasa kama ni hivyo, basi ina maana kwamba ndio maana hata dunia tunayoishi inatawaliwa na vitu visivyoonekana. Kiti unachokiona hiki hakikuwa kiti. Leo ni kiti kwa sababu kuna mtu alikiconceive, yani alipata ile idea akaidownload, kwamba ukichukua hii plastic material ukaifanya hivi, ukaiwekea miguu minne ikawa hivi, inaweza ikawa kiti. Kile alichokipokea akakiingiza kwenye uhalisia. Leo tumepata kiti. Leo unaishi kwenye nyumba. Kama umejenga, utagundua kwamba haukuanza kwa kuwa na nyumba. Ulianza kwa kuiona ile nyumba kutoka kwenye ulimwengu usioonekana ambao unatawaliwa na mawazo. Yale mawazo ukayadownload. Ukaenda Nyamadoke ukanunua kiwanja, au ukaenda Busweru wilayani ukanunua kiwanja. Wakati unanunua kiwanja, hukununua kiwanja kwa sababu ulikuwa unataka kiwanja. Kuna mawazo yalikuwa yanakuongoza. Kuna mawazo uliokuwa nayo kwamba ni wakati wa mimi kumiliki nyumba, lakini wakati mwingine hukuwa hata na fedha zinazohitajika, lakini nyumba tayari ilishakuwepo. Ile ilikuwa inahitaji mtu wa kuiona na kuidownload, alafu ailete mahali husika ili itokee.